wasalimu katika jina la thamani la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo kila sababu ya kumshukuru sana Mungu, yeye ambaye ametupa neema ya kuwepo nyumbani mwake katika jioni hii ya leo, ili kwamba tuendelee kujifunza kweli yake. Kama ambavyo tunajua ya kwamba mwaka huu umetangazwa kwetu kuwa ni mwaka wa utimilifu na mwaka wa ustawi wa neno la Mungu. Kwa hiyo imetupasa kuendelea kuliangalia neno la Mungu ili kwamba liweze kutimia katika maisha yetu. Katika jioni hii ya leo tutakwenda kuangalia kuhusu kweli kuhusu ibada ya kusifu na kuabudu. Kweli kuhusu ibada ya kusifu na kuabudu. Katika mambo ambayo tumewekea uzito ndani ya kanisa letu la Chemichemi za Uzima ni ibada pia kusifu na kuabudu. Na ndio maana Jumapili ya hivi karibuni tutafanya ibada ya kusifu na kuabudu. Lakini wakati mwingine ni watu wachache sana wanaoelewa umuhimu wa ibada hii ya kusifu na kuabudu. Nami nikaona kwamba basi leo kwa mara nyingine tena kwa neema ya Mungu tuangalie kweli kuhusu ibada hii ya kusifu na kuabudu. Ibada ya kusifu na kuabudu ni ibada ya muhimu sana kwa Mungu. Ni ibada ya muhimu sana kwa Mungu. Kwa sababu tunapoingia kwenye maombi tunakuwa kuna jambo tunaliomba kwa Mungu. Lakini tunapokuwa tunaingia katika ibada ya kusifu na kuabudu tunakuwa kuna jambo tunalifanya kwa Mungu. Kama vile ambavyo tunatoa mali zetu na fedha kwa Mungu, ndivyo ambavyo tunapofanya ibada hii ya kusifu na kuabudu tunatoa kwa Mungu. Sema, tunaposifu na kuabudu tunatoa kwa Mungu. Sema tena, tunaposifu na kuabudu tunatoa kwa Mungu. Hii ni kwamba tunatoa kwa Mungu. Tunafanya kitu kwa Mungu tunapokuwa tunamsifu Mungu na tunapokuwa tunamwabudu Mungu. Lakini unapoangalia kwenye ibada zetu, sehemu hii ya kusifu na kuabudu huwa tunaipa dakika chache sana. Tunaipa dakika 5, tunaipa dakika 10, tunaipa dakika chache mno. Na hata katika hizi dakika ambazo tunazitoa kwenda mbele za Mungu wetu kwa ajili ya kumsifu na kuabudu, basi wengine huwa tunajua tu kama ni ibada ya liturujia, kwamba lazima tunapoenda kanisani tuweze kusifu na kuabudu kidogo, halafu tuombe, halafu zaidi sana tupokee neno la Mungu. Jumla ya mambo yote, katika mambo ambayo huwa tunakuja kuyafanya kanisani ni kuja kumsifu na kumwabudu Mungu. Na hii ni ibada ya maana sana machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Nilikuwa ninaangalia Biblia yangu katika kitabu kile cha Isaya. Katika kitabu kile cha Isaya sura ya 43. Katika kitabu cha Isaya sura ya 43. Watu wa Mungu, ninapenda tuelewe kama vile Mungu alivyomuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake aweze kuwa mtawala. Akasema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu ili akawe mtawala. Nikaona pia katika kitabu cha Isaya Mungu anasema kwa neno lake, Isaya 43 mstari wa 21, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Sema, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Sema tena, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Nikaja kuelewa kwamba kumbe moja pia sababu za Mungu kutuumba ni kwamba ili tuzitangaze sifa zake, ili tumsifu yeye Mungu. Kumbe Mungu ametaka pia sisi wanadamu tuwe tunamsifu, tuwe tunamwabudu. Ndio maana Biblia inasema kwamba kule mbinguni kuna wenye uhai wa 4 na kuna wazee 24. Wao usiku na mchana
wanaanguka mbele za Mungu wakimwambia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maanake hapa ni kwamba wanamsifu nani? Wanamsifu Mungu. Na wazee 24 wanasema unastahili wewe Bwana. Unastahili. Unastahili, unastahili. Wapendwa, ni usiku na mchana. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Mungu anataka apewe sifa. Mungu anataka abudiwe. Na ndio maana hakuona inatosha tu kwamba wamwabudu wenye uhai wa 4. Hakuona kwamba inatosha tu wamwabudu malaika. Akaona pia amuumbe mwanadamu ili kwamba aweze kumsifu, aweze kutangaza sifa. Kwa hiyo wapendwa, baada ya kuokoka na kumjua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni lazima tutambue kwamba moja ya majukumu ambayo Mungu anataka tuyafanye ni kwamba tuzitangaze sifa zake. Tumsifu Mungu. Na si kwamba tumsifu yeye tunapokuwepo hapa kanisani tu. Kama vile ambavyo tumetenga muda majumbani kwetu kwa ajili ya maombi, tunatakiwa tutenge muda pia kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Unatakiwa kutenga muda. Nikajua kumbe inatakiwa nitenge muda. Kama ambavyo nimetenga muda kwa ajili ya maombi, natakiwa pia nitenge muda kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Mungu anataka tumsifu yeye. Mungu anataka tumwabudu yeye. Akasema, watu wangu niliyojiumbia nafsi yangu. Kumbe sisi Mungu ametuumba ili kwamba tuweze kuzitangaza sifa zake. Ili kwamba tuweze kuzitangaza sifa zake. Wapendwa, kama tutakuwa na tabia ya kuwa tunamsifu Mungu, tunachukua muda wa kumsifu Mungu, tunachukua muda wa kumwabudu Mungu, kama ambavyo tunaweka bidii yetu katika maombi, tunatakiwa pia tuweke bidii yetu katika kumsifu nani? Katika kumsifu Mungu. Naweza kusema kwamba maombi na sifa kwa Mungu zinatakiwa kwenda pamoja. Sema amina. Maombi na sifa kwa Mungu vinatakiwa viende kwa pamoja. Neno la Mungu linasema wakati Paulo na Sila walipokuwa pale gerezani, hebu tuangalie kidogo. Tunaangalia kweli kuhusu ibada ya kusifu na kuabudu. Na ndio maana kwa nini tunatakiwa tuelewe jambo hili. Ndio maana tunapoitisha mahali hapa ibada ya kusifu na kuabudu, watu hawatokei kwa sababu hawaoni ule umuhimu wa kuja nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Lakini ukiitisha ibada ya maombi, utakuta watu wanakuja. Watu wanapenda zaidi kuomba, au kwa sababu wanapeleka haja zao mbele za Mungu. Lakini inapokuja wakati wa kwamba tunatakiwa kutoa, watu hawaoni umuhimu. Ibada hii ya kumsifu na kumwabudu Mungu, watu wa Mungu hawaitilii mkazo, au niseme hatuitilii mkazo, au niseme ya kwamba hatuoni kwamba ina umuhimu. Lakini mimi nataka nikwambie kila kitu kitakoma, lakini ibada itakayodumu mbinguni ni ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada hiyo kumsifu na kumwabudu Mungu, na lazima tuanze kuifanya mahali hapa. Hii ibada ni ya muhimu sana. Kama tutaiweka ndani ya mioyo yetu, Biblia yenyewe inasema katika kitabu cha Waibrania kwamba na tutoe dhabihu za sifa. Kwamba kumbe kumsifu Mungu ni dhabihu. Sio tu kutoa sadaka ni dhabihu, lakini hata kumsifu Mungu ni nini? Ni dhabihu. Anasema tutoe dhabihu za sifa. Tumtolee Mungu dhabihu za sifa. Kwa hiyo sisi kama kanisa tujue Mungu anataka kwamba tutoe sifa za mioyo yetu na midomo yetu ikiwa kwamba ni dhabihu. Amina. Kuna watu walielewa walipokuwa gerezani. Nataka nione hapa kwamba kama ilivyo muhimu,
Kama ilivyo muhimu maombi, vivyo hivyo ibada ya kusifu na kuabudu ni muhimu. Kama una daftari lako unaweza kuandika kwamba kama ilivyo maombi ni muhimu, vivyo hivyo ibada ya kusifu na kuabudu ni ya muhimu. Na si kwa Mungu tu, bali hata kwetu sisi ibada hii ni ya muhimu. Kwa sababu jioni ya leo tunakwenda kuangalia kwamba nini kinatokea wakati tunapokuwa tunamsifu na kumwabudu Mungu wetu. Sifa yetu ikianzia toka ndani ya moyo, halafu ikakamatwa katika vinywa vyetu, nini kinatokea? Niseme watu wa Mungu, Mungu anataka tumsifu. Mungu anataka tumpe sifa. Mungu anataka tumwabudu yeye kwa kuimba. Mungu anataka, na ndio maana ukiangalia katika kitabu cha Zaburi, unaona mwandishi wa Zaburi anaandika sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Tumwimbie sifa, tuimbe kwa kucheza, tufanye. Anaeleza kwa habari ya kumsifu Mungu. Yani kwa habari ya sifa kwenye kitabu cha Zaburi imeandikwa sana. Na kama tunasoma kitabu cha Zaburi, basi tunaweza kuelewa kwamba Mungu anataka tumsifu. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume katika ile sura ya 16. Matendo ya Mitume katika ile sura ya 16. Matendo ya Mitume katika ile sura ya 16. Nisome kuanzia ule mstari wa 25. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za sifa. Walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Unaweza ukaona hapa ni kitu gani kina Paulo na Sila walikifanya. Hawa walielewa kwamba sifa na maombi vinatakiwa kwenda sambamba. Sema, sifa na maombi vinatakiwa kwenda sambamba. Biblia inasema wakati wamefungiwa gerezani, Paulo na Sila kitu walichofanya, walikuwa wanamuomba Mungu. Unaona, walikuwa wanamuomba Mungu. Na Biblia inasema kwamba pia wasio kwamba waliomba tu, walikuwa pia wanamuimbia Mungu sifa. Wapendwa, Mungu anataka sana kupewa sifa. Ni kweli waweza kutoa sifa za midomo kwa kusema, lakini Mungu anapenda sana kuimbiwa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakawa wanamuimbia Mungu sifa pia. Hawakuomba tu. Hebu katika mwaka huu 2025 tubadilishe taratibu zetu za maisha. Hata majumbani kwetu tunapoamka asubuhi, tunapotenga muda wetu wa maombi, tuhakikishe tumeugawanya vizuri, tunapata pia muda wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Nataka niwaambie watu wa Mungu, tutamuona Bwana. Tutamuona Mungu anayetimiliza neno lake. Tutamuona Mungu anayetimiliza ahadi zake. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo hawa wakaona kwamba wasiombe tu, wakaomba pamoja na kusifu. Na unaweza ukaona kwamba walipoomba na waliposifu, walimuona Mungu. Mungu alitokezea. Na ndicho ninachotaka kuzungumza, kwamba tunapomsifu Mungu, maana ya kusifu wote tunaelewa ni kutangaza matendo makuu ya Mungu, ni kutangaza ukuu wake, ni kutangaza adhama yake, ni kutangaza heshima yake, ni kutangaza utakatifu wake. Na ndio maana hata Mungu alimuonyesha mtumishi wa Mungu nabii Isaya. Alimuonyesha malaika waliokuwa wanaitana mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hao walikuwa wanamsifu nani? Wanamsifu Mungu. Walikuwa wanamsifu Mungu kwa utakatifu wake. Wanaitana mtakatifu, mtakatifu. Nasema wenye uhai wa 4, wao masaa 24. Biblia inasema ukisoma kitabu cha Ufunuo,
wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wazee 24 wanasema unastahili wewe Bwana. Maana yake ni kwamba wanamuinua Mungu, wanampa sifa Mungu. Sasa nini kinatokea tunapomsifu Mungu? Hicho ndicho ambacho ninataka tushirikishane katika jioni ya leo, ili kwamba utaratibu wetu wa maisha. Mara nyingi hapa mchungaji huwa anatangaza, na sifa alitangaza mwaka jana kwamba ni moja kati ya ngazi ya kupanda. Lakini wangapi tulichukua muda kwenye kipengele hiki cha kumsifu Mungu? Wangapi tumepanda ngazi hii ya kumsifu nani? Mungu, ili tumuone Mungu. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, katika sifa Mungu anaonekana. Katika sifa Mungu anaonekana. Ukimsifu Mungu anaonekana. Katika ile Zaburi ya 22, Zaburi ya 22, tunaangalia kweli kuhusu ibada ya kusifu na kuabudu. Kweli kuhusu ibada hii ya kusifu na kuabudu. Zaburi ya 22 mstari wa 3 anasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Sema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Sema tena, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mungu ni mtakatifu, anaketi katikati ya sifa. Sifa inatengeneza kiti cha enzi cha Mungu. Niseme sifa ni kiti cha enzi cha Mungu. Mungu kuna mahali ambapo Biblia inataja kwamba Mungu anaketi. Ni kwenye sifa, hapo ndipo Mungu anaketi. Anasema, na wewe mtakatifu unayeketi juu ya sifa za Israeli. Unataka kumuona Mungu akidhihirika kwenye maisha yako, ni lazima uwe mtu wa sifa. Ni lazima uwe mtu wa sifa. Ni lazima uwe mtu unayetenga muda wako kumsifu Mungu. Ninakumbuka wakati tulipokuwa Morogoro, alikuwepo mwalimu kabisa aliyekuwa anakuja kutufundisha kusifu na kuabudu. Na mimi nilikuwa na daftari langu, nasikitika ninalitafuta silioni. Niliandika mafundisho haya ya kusifu na kuabudu. Anasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kama kuna mahali ambapo Mungu anadhihirika na uwepo wake unadhihirika, ni katika sifa. Ni katika sifa. Kama kuna mahali ambapo Mungu anashusha wingu lake la utukufu, ni katika sifa. Kwa hiyo kipengele hiki kimeonyesha wazi kwamba yeye Mungu anaketi katika sifa za Israeli. Maana sifa zinatengeneza kiti cha enzi cha Mungu. Na mimi nataka niseme hivi, kama tunataka kumuona Mungu katika nyakati tulizonazo, ambazo Biblia inataja kwamba ni nyakati za hatari, ni lazima tuwe ni watu tunaopeleka sifa zetu kwa Mungu, ili wakati wote tutembee tukiwa na uwepo wa Mungu. Maana yake ni kwamba tunatakiwa wakati wote sisi tuwe ni watu wa sifa kwa Mungu. Tunapokuwa kwenye kazi zetu tunatakiwa tusifu. Ninapokuwa shambani natakiwa nisifu. Ninapokuwa kwenye maeneo mbalimbali natakiwa niwe na sifu. Na unapoendelea kumsifu Mungu, maana yake unaruhusu uwepo wa Mungu uwepo kila wakati kwenye maisha yako. Anasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Lakini pia ukiangalia katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 5. Mambo ya Nyakati sura ya 5 mstari wa 13 na mstari wa 14.
tunaangalia kweli kuhusu sifa na kuabudu, kwamba Mungu mahali pale ambapo ameketi kwenye kiti chake cha enzi, kitu ambacho kinamshitua Mungu ni sifa. Kitu ambacho kinamshitua Mungu, sema ni sifa. Wewe unataka kumgusa Mungu, uwe na tabia ya kumsifu, uwe na tabia ya kufanya ibada ya sifa. Lazima uwepo wake utadhihirika. Tukifungua Biblia zetu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, katika ile sura ya 5, nitasoma kuanzia mstari wa 11, lakini hasa mstari wetu ni wa 13 na wa 14. Neno la Mungu linasema, ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote walikuwepo, walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzishika zamu zao. Tena Walawi waimbaji wote pia, yaani Asafu na Hermani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120. Unaona? Hapa walikuwa wanamfanyia Mungu ibada. Sulemani alikuwa anamfanyia Mungu ibada. Unajua Sulemani alifuata tabia ya baba yake Daudi. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa ametengeneza vyombo kwa ajili ya sifa kwa Mungu. Daudi alikuwa na makundi ya waimbaji, na waimbaji wake walikuwa wanaimba kwa amri ya mfalme. Tena kwenye sanduku la agano, Biblia inaonyesha kwamba waimbaji walikuwa masaa 24 wanaimba mbele ya sanduku la nini? La agano. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu wao ni Mungu anayependa sifa. Kwa neno la Mungu linasema kwamba Daudi yeye aliweka utaratibu mzuri sana kwa ajili ya sifa kwa Mungu. Alihakikisha kwamba Mungu anapewa sifa jinsi inavyotakiwa. Na ndivyo ambavyo kanisa tunatakiwa kuwa. Tunatakiwa kuhakikisha ya kwamba tunatoa sifa kwa Mungu wetu. Mara nyingi nimependa kusema ya kwamba wao walikuwa na msifu Mungu kwenye lile sanduku lao la agano, ambalo waliweka vitu mbalimbali mle, ambapo mle ndimo ambamo walibeba uwepo wa Mungu wao. Lakini tofauti na sisi, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu tumembeba. Amina. Sisi tumelibeba sanduku la agano. Sisi tumembeba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wako ndani yetu. Na kama tumewabeba, kwa maana nyingine wanatakiwa kupewa sifa masaa 24. Tunatakiwa tutoe sifa kwa Mungu aliyoko ndani yetu masaa 24. Tunatakiwa tumpe sifa kama Daudi alivyoweka waimbaji katika sanduku la agano, wakilizingira sanduku la agano wakiwa na msifu nani? Wanamsifu Mungu. Lakini sisi Baba yuko ndani yetu, na sisi Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, na sisi Yesu Kristo yuko ndani yetu. Si tunaamini hivyo watu wa Mungu? Na kama tunaamini hivyo, basi sisi tunatakiwa kuwa watu wa sifa. Tumsifu Mungu aliyoko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba makuhani tayari walikuwa wamejiweka vizuri. Haya waimbaji, kulikuwa na waimbaji wanaitwa wakina Asafu, wakina Yeduthuni. Anasema Walawi waimbaji pia, yaani Asafu na Hermani na Yedusuni na wana wao na ndugu zao. Huu ulikuwa ni ukoo wa Walawi waimbaji. Waliitwa Walawi waimbaji. Waliimba wao na binti zao,
waliimba wao na vijana wao walikuwepo, walikuwa wamebeba, walikuwa na vinanda vyao, walikuwa na vinubi vyao. Hivyo ilikuwa ni kwa ajili ya kumsifu Bwana. Katika ibada yoyote ilikuwa inafanyika, waimbaji lazima walikuwepo kwa ajili ya kumsifu Bwana. Na ndio maana nikasema tunakuja kanisani kwa ajili ya ibada. Sehemu ya ibada yetu ni kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu wetu. Hatusifu kumsubiri mhubiri. Hatusifu labda kwamba ni kawaida ya liturujia. Ni lazima tunapokwenda mbele za Bwana kwa sifa, tujue ya kwamba tunamsifu Mungu, tujue ya kwamba tunamgusa Mungu, tujue ya kwamba tunatoa dhabihu kwa Mungu, tujue ya kwamba Mungu anapenda sisi tumsifu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tunaelewa. Mungu Roho Mtakatifu na atusaidie. Mungu Roho Mtakatifu na atusaidie ili kwamba tusimame kama Walawi waimbaji, kuhakikisha kwamba tunatoa sifa kwa Mungu wetu. Nimesema Mungu anaketi katikati ya sifa. Nasema Mungu anajidhihirisha katikati ya sifa. Si kwamba tunapoimba basi tunakuja hapa tunaimba tu. Na mchanganyiko wa kuimba, mchanganyiko wa mawazo. Ndio maana tunapokwenda mbele za Bwana, tunapomsifu na kuabudu, tunajikuta kwamba hatuoni ule uwepo unaotakiwa kuwepo. Kwa sababu yuko mwingine anajua tu kwamba tunaimba tu, saa ngapi saa fulani tunaimba tu. Paka wengine wameshajua ratiba za ibada. Anajua kwamba saa hizi watakuwa wanaimba, neno litakuwa saa fulani. Nataka nikwambie tunapoteza. Moja ya mambo muhimu tunayokuja kuyafanya kwenye nyumba ya Mungu ni kumsifu na kumwabudu Mungu. Tena afadhali uchelewe muda wa neno, lakini uwahi muda wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Huo ni wa muhimu sana. Hicho kitu kanisa tunaweza tukawa tunakielewa, lakini tukapata kukipuuzia. Hatumtendei haki Mungu wetu. Mungu anataka tumsifu. Mungu anataka tumsifu. Kwa hiyo Biblia inasema katika kitabu hicho cha Mambo ya Nyakati, katika ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 11, makuhani tayari walikuwepo, walikuwa wamejitakasa. Lakini familia ile ya Walawi waimbaji pia, yani Asafu na Hermani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Mstari wa 13, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakizisikiza sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, wakipaza sauti pamoja na kusema ya kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, ndipo nyumba ikajawa na wingu. Sema ndipo nyumba ikajaa na wingu. Sema ndipo nyumba ikajawa na wingu. Na Biblia inasema ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejawa na utukufu wa Bwana. Amina. Biblia inasema wale wapigaji walipokuwa wanapiga panda, wanapiga vyombo, na waimbaji walipokuwa wanaimba, hao watu walikuwa wanaimba, walikuwa wanajua wanamwimbia Mungu. Walijua kwamba wanamgusa Mungu. Walijua kwamba wanamsifu Mungu, yeye aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Walijua ndani ya mioyo yao. Wapendwa wenzetu walikuwa wanajua kabisa ya kwamba hii ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu ni ibada ambayo Mungu ameipenda. Lakini sisi sote kwa ujumla tukielewa hivyo, tutakaposogea mbele za Bwana tutamsifu Mungu, lazima wingu la utukufu wake litaonekana katikati yetu. Lazima wingu la utukufu wake litaonekana katikati yetu. Na nataka nikwambie hapa, wanasema wingu la utukufu lilionekana, hata makuhani wakashindwa kuhudumu kwa sababu ya lile wingu la nini? La utukufu. Kwa sababu watu wa Mungu wamemgusa nani? Wamemgusa Mungu.
Tunapokuja kwenye ibada tunakuja kumgusa Mungu. Ndio maana nikasema hivi, kama unataka Mungu atuangalie au kama unataka Mungu akuangalie, ni lazima umsifu. Yani Mungu akisikia tu unamsifu. Mungu akisikia tu unamsifu kwamba wewe ni Mungu mkuu, kwamba wewe ni Mungu wa uweza, kwamba wewe ni mtakatifu, kwamba wewe ni vyote katika vyote. Nataka nikwambie, lazima Mungu atakuangalia. Mungu anapenda sifa. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hapa ya kwamba hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao. Hapa ilitakiwa iwepo huduma ya makuhani. Kama wingu la Bwana litadhihirika mahali hapa, kama wingu la Bwana litashuka mahali hapa, nataka nikwambie hata mahubiri hayawezi kuendelea, kwa sababu watu lazima watakuwepo katika uwepo wa Mungu. Watu watakuwa wanagaragara mbele za Mungu, kwa sababu Bwana ameshuka katikati yetu, kwa sababu wingu lake limeshuka katikati yetu. Bwana anaguswa na sifa. Amina, amina. Kama unanielewa, punga mkono wako. Mimi natamani sana kwamba ibada zetu mwaka huu 2023 hebu zibadilike. Ili Mungu wingu lake lishuke, ni lazima kila mtu awe makini wakati wa kumsifu Mungu. Hapa tunaona wenzetu walipokuwa wanamsifu Mungu, tena walikuwa na wimbo mwepesi tu. Wimbo wao huo wanauimba kila wakati. Wimbo wao wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yani walikuwa wanaimba tu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Biblia inasema ya kwamba wingu, nyumba ikajawa na utukufu wa Bwana. Nyumba ikajawa na wingu la Bwana. Kwa hiyo ninataka hapa mimi kwamba tuelewe sote kwa pamoja, kwa akili zetu na ndani ya mioyo yetu, ya kwamba Mungu anapenda sifa, ya kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa, ya kwamba uwepo wa Mungu unadhihirika katikati ya nini jamani? Katikati ya sifa. Mwaka huu tumsifu Bwana kanisani, na pia tumsifu Bwana majumbani kwetu. Kama tumetenga muda wa maombi, tutenge pia muda wa kumsifu Bwana. Tumpe pia Mungu muda wa kumsifu kwa vinywa vyetu. Tumtolee Mungu wetu dhabihu ya nini? Dhabihu ya sifa. Ni vigumu watu kuelewa jambo hili, si ndio? Lakini mimi nataka nikwambie, chukua muda, nenda kalifanyie kazi. Hapo tunakumbushana. Bwana asifiwe sana. Inawezekana mwingine haukuelewa umuhimu wa ibada hii ya kusifu na kuabudu, lakini mwingine inawezekana unaelewa, basi umechukulia tu kwamba ni vitu vya kawaida. Lakini mimi nakushauri lifanyie kazi. Lifanyie kazi nyumbani kwako. Hata kama ukiamua kuomba kwa dakika 10, chukua dakika 15 kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Halafu utakuja hapa, lazima utatupa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninataka kusema ya kwamba nini kinatokea wakati tunapomsifu Mungu? Kinachotokea wakati tunapomsifu Mungu ni kwamba Mungu anadhihirika wazi wazi katikati ya sifa. Na utajuaje kama Mungu anadhihirika wazi wazi katikati ya sifa? Na hapo Biblia inasema nyumba ikajawa na utukufu wa Mungu, makuhani wakashindwa kuhudumu. Maana Roho Mtakatifu anaonekana wazi wazi, anaonekana katika uwepo wake. Ninaposema Roho Mtakatifu anaonekana wazi wazi, anaonekana katika uwepo wake, lazima watu watakuwa wamejaa, lazima watu watakuwa wamebubujika, lazima watu watakuwa wamefunikwa na wingu la utukufu. Na makuhani watashindwa. Hata kama walikuwepo watumishi hapa, anashindwa kuhudumu. Hata yeye mwenyewe anaingia katika uwepo wa Bwana, na watu tunaendelea kuogelea katika uwepo wa nani? Katika uwepo wa Bwana, kwa sababu Mungu ameketi juu ya sifa za nini? Ameketi juu ya sifa za Israeli. Sasa tuangalie, ikiwa Mungu anaonekana na kudhihirika wazi, mambo gani yanaweza kutokea? Mambo gani yanaweza kutokea? Nikawa naendelea kutafakari. Wapendwa, mimi ni mdau mkubwa sana wa ibada hii ya kusifu na kuabudu. Mimi naipenda sana ibada ya kusifu na kuabudu. Kama kuna ibada ambayo mimi ni amana sana kwangu,
ni ibada ya kusifu na kuabudu. Tangu nilipomjua Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, Mungu ameweka mzigo mkubwa sana katika ibada hii ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka kitu ndani yangu kwenye ibada hii ya kusifu na kumwabudu Mungu. Na ndio maana nimeona kwamba tushirikishane tena taratibu, ili tunapokuja kwenye ibada zetu kwa kweli tuwe kitu kimoja, tujue tunafanya kitu cha maana mbele za nani? Za Mungu. Kwa kweli lazima tuanzie majumbani kwetu. Tuwe na tabia kumsifu Mungu tokea majumbani mwetu. Tutenge muda wa kumsifu Mungu majumbani mwetu. Na ndio maana tunapokuja hapa tunakuwa kitu nini? Kitu kimoja, tunamsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Na lazima uwepo wake utadhihirika. Lazima uwepo wa Roho Mtakatifu utafanya nini? Unadhihirika. Sasa nini kinatokea ikiwa Mungu uwepo wake utadhihirika? Nikasema watu lazima watajaa Roho. Katika uwepo wa Mungu watu lazima watajaa Roho. Tunatakiwa tujae Roho kila siku. Na ni wakati gani tunajaa Roho? Ni wakati ambapo tunasifu na kuabudu, halafu Mungu anadhihirika katikati yetu. Watu wanajaa Roho. Watu wanajaa Roho. Biblia inasema nyakati tulizonazo tusilewe kwa mvinyo bali tujazwe Roho. Ni wakati gani unajazwa Roho? Ni wakati ambapo unamsifu na kumwabudu Mungu. Unakuja kanisani ili ujae Roho. Nyakati tulizonazo ili kwamba tuweze kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, ili kwamba tuweze kuishi maisha ya imani, ni lazima tujae Roho. Kama hatutajaa Roho, kipindi hiki tutatetereka sana. Maana kuna mambo mengi. Maana kuna vitu vingi vinatokea. Kwa hiyo watu wa Mungu tunatakiwa tujae Roho. Lakini unajaa Roho wakati gani? Ni kweli waweza kujaa Roho wakati wa kuomba. Lakini wakati mwafaka na wa muhimu wa kujaa Roho ni wakati wa kusifu na kuabudu. Hapo watu watajaa Roho. Unatoka kanisani ukiwa umejaa Roho. Nakumbuka kuna watu wachache wanakumbuka kuna kipindi kwenye miongo michache wakati tunakuwa kanisa letu dogo hapa, Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Paka tunamaliza ibada wengine inabidi wabebwe wanaenda nyumbani. Watu vijana wanatoka hapa wakiwa wamelewa, wanafika nyumbani. Hao watu wamejaa Roho. Yaani watu wanaenda nyumbani wakiwa tu wananena kwa lugha. Watu wanabubujika tu wananena kwa lugha. Watu walikuwa wanaondoka hapa tulipokuwa hapa. Jamani, wangapi wanakumbuka? Kabisa. Watu wanakumbuka kwamba watu walikuwa wanafanya nini? Wanaondoka hapa wamejaa kabisa. Wamejaa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamtaka huyo Mungu aonekane mwaka huu 2025. Tuwe watu ambao tumefungua mioyo yetu, tunamsifu Mungu. Yaani anaonekana kabisa. Watu wanashikiliwa namna hii, wamepelekwa wamefanya nini? Wamelewa, wanafika nyumbani bado hawalali, wanaendelea kububujika, kwa sababu wamejaa Roho. Kwenye sifa watu wanajaa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwenye sifa tu watu wanajaa Roho. Kwa hiyo hebu tuweke ndani ya mioyo, tulikubali hilo jambo kwamba Mungu ametuumba ili tuzitangaze sifa. Lakini kaona pia namba 2, katika uwepo wa Mungu, katika kumsifu Mungu, pia tunapokuwa tunasifu na uwepo wake kudhihirika, tunapokea imani ya kupokea. Tunapokea imani ya kupokea. Unajua ili upokee unahitaji imani. Ili upokee uponyaji unahitaji imani. Ili upokee muujiza unahitaji imani. Ili ufunguliwe, maana imani ni kila kitu. Ni wakati gani ambapo unapokea imani ya kupokea uponyaji? Watu wanashuhudia sana kwamba wakati wa sifa wanapokea imani ya kupokea uponyaji. Kile ambacho hawakukipokea kwa maombi, kwa kuombea kwa muda mrefu, walipoamua kumsifu Bwana walipokea. Walipoamua kumsifu Bwana walipokea. Ninakumbuka miongo fulani ya huko nyuma, nilikuwa ninafanya ibada sehemu fulani. Wakati ninaithamini sana ibada ya kusifu na kuabudu, nilikuwa ninaongoza kikundi kidogo.
cha Wakatoliki ambao walikuwa wanafanya fellowship yao. Nilipofika nikasema leo tutafanya ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Na kwa sababu Mungu anaketi katika sifa, lazima atadhirika mahali hapa. Walikuja na wabibi, alikuja na bibi mmoja, yeye alitembelea fimbo. Tukaanza kumsifu na kumwabudu Bwana. Tukaanza kumsifu na kumwabudu Bwana. Lile wingu liposhuka, yule bibi alirusha fimbo yake kule, akaanza kucheza na kurukaruka mbele za Bwana. Mambo yanayoshindikana kwa maombi yanawezekana ukiwa unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani yale mambo yametatana, yamekuwa magumu. Hata kama umeombewa, badilisha utaratibu mara hii. Anza kumsifu Bwana. Anza kumsifu Mungu. Utapata majibu. Hata kama ni uponyaji, hata kama ni kufunguliwa. Kwa sababu katika sifa unatengeneza imani ya kupokea. Nataka nikwambie, watu wengi wameshuhudia wakati wanamsifu Bwana, jambo ambalo lilikuwa gumu, lililoshindikana kupatikana kwa maombi, Mungu mwenyewe alishuka katikati ya sifa na akafanya. Mwaka huu nataka kumuona Bwana. Mwaka huu nataka kutoka. Mwaka huu nataka kuona mafanikio. Mwaka huu nataka kuona utimilifu. Amua kubadilisha utaratibu wako wa ibada. Ongeza na sifa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongeza na sifa kwa Mungu. Lazima ataonekana. Tumemshuhudia huyo Mungu akionekana wakati tunapomsifu. Kwa hiyo tunapomsifu Bwana, tunaona ya kwamba tunapokea imani ya kupokea miujiza, kupokea uponyaji, kupokea baraka na hata kufunguliwa. Lakini nilikuwa naangalia pia katika Biblia ya kwamba katika uwepo wa Mungu, tunapokuwa tunamsifu Mungu, sawa sawa na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26, kuna kufunguliwa vifungo na kufunguliwa kutoka kwenye magereza. Yani uwepo wa Mungu unaposhuka, nimeshasoma hilo andiko kwamba Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani. Walikuwa wamefungwa pia na pingu. Lakini wao waliamua kumsifu nani? Kumsifu Mungu. Biblia inasema walipokuwa wanamsifu Mungu, mbale mahali palitetemeka. Na palipotetemeka, vifungo vikawaachia. Na milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna gereza lolote kwenye maisha yako, hata kama kuna vifungo vyovyote kwenye maisha yako, hivyo vinashindikana kwa maombi, lakini ukiamua kumsifu Bwana, uwepo wake utadhihirika. Hata kama lipo gereza litaachia. Hata kama yako malango ya gereza yataachia. Hata kama viko vifungo vitaachia. Hata vifungo vilivyojificha vitaachia kwa kumsifu Mungu. Hauoni njia nyepesi sana? Hauhitaji deliverance aina yoyote. Wewe unaamua tu kutenga muda wako kumsifu Bwana. Hao walimsifu Bwana. Hawakukaa na kuanza kunungunika kwamba kwa nini tumepigwa, kwa nini tumewekwa gerezani. Walipoanza kumsifu Mungu tu pakatetemeka. Paka yule mkuu wa gereza akafikiri labda wafungwa wote wametoka. Wakasema, mzee, tupo. Hapo tu ni uwepo wa Bwana umefanya nini? Uwepo wa Bwana umeshuka. Kwa hiyo wapendwa, tunapomsifu Bwana na kumwabudu Bwana, na yeye akawepo katikati yetu, akadhirika katikati yetu, kama viko vifungo vyovyote vile, lazima vitaachia njia. Lazima vitatuachia. Amina, amina. Hiyo ni Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Lakini sifa inamchanganya adui. Sema, sifa inamchanganya adui. Yanamaanisha tukusifu, uwepo wa Bwana unashuka. Na uwepo wa Bwana ukishuka unamchanganya adui. Hapa ningependa tusome. Ni hiyo kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Hiyo Nyakati wa Pili sura ya 20. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Hapa kulikuwa na mtafaruko wa vita
Napenda kama wewe uta Biblia yako na unaandika, Nyakati wa Pili sura 20 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 25. Lakini mimi kwa sababu ya muda nitasoma tu baadhi ya vipengele. Unaona? Tasoma baadhi tu ya vipengele. Nataka nisome. Tunaona pa Yehoshafati walienda mbele za Bwana kwa maombi. Si waliomba pia? Waliomba. Na nabii katikati yao akasema, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwa sababu vita si vyenu bali vita ni vya Bwana. Kwa hiyo kesho mtatoka. Jipangeni tu mkauone wokovu wa nani? Wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Kwa hiyo kesho mtatoka, mtaenda vitani. Mstari wa 20, Mambo ya Nyakati 20 mstari wa 20. Unasema, wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni nanyi wenyeji wa Yuda, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyofanya nini? Mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Ukimwamini Bwana utathibitika. Ni lazima tumwamini Bwana. Ukimwamini Bwana utakuwa imara. Lakini ukiwaamini matumishi wake manabii, manake neno lake, lazima utafanikiwa. Manabii ni wajumbe wa Bwana. Wanakuja na ujumbe wa Bwana. Wanasema ujumbe wa Bwana. Ili tufanikiwe lazima tuwaamini. Sema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za nini jamani? Yeye akatanguliza waimbaji. Waimbaji ndio walikuwa wametangulia. Jeshi la waimbaji walikuwa wametangulia. Na wanasema, nao walipoanza kuimba na kumsifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Unaona? Kwani wana wa Amon na wana wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa milima ya Seiri, wakawaulia mbali na kuwaharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakajitia kila mtu na mwenzake. Wakajitia kuharibu kila mtu na nani? Na mwenzake. Unaona? Nasema sifa inamchanganya adui. Kile alichokusudia kukifanya hawezi kukifanya. Amina. Kile alichokusudia kukifanya hawezi kufanikiwa kufanya. Kama tutakuwa ni watu wa sifa kwa Mungu na tukatembea na uwepo wa Mungu. Unajua hao walitoka kwa ajili ya kwenda kupigana, si ndio? Lakini Biblia inasema walipofika pale wakasahau adui zao kwamba walikuwa ni wakina nani. Wakaanza kupigana na wenyeji wa milima ya Seiri. Na walipomaliza kupigana wakaondokeana, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Sema amina. Unataka kumchanganya adui yako? Unataka kumchanganya adui yako? Wewe uwe mtu wa sifa. Sio lazima useme. Sio wakati mwingine lazima uombe. Mambo yakiwa magumu, watu wanafuatilia maisha yako. Uko kazini, uko eneo lako la biashara, fika nyumbani, ingia kwenye chumba chako cha siri. Amua kumwadhimisha Bwana. Amua kumsifu Bwana. Wingu lake likishuka, adui yako anachanganyikiwa. Kile alichotaka kufanya hawezi kukifanya. Huyo Mungu hajabadilika. Biblia inasema ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kama alifanya kwa wenzetu, anaweza kufanya na kwetu pia. Kwa hiyo sifa inamchanganya adui. Hata kama walikaa mahali fulani, wakawa wanapanga mipangilio fulani kuifanya, lakini ukiwa mtu wa sifa hawezi kufanikiwa. Jamani, tumeona hapa hawa walikuwa wanatoka kwa neno la Bwana kwamba mtauona wokovu wa Bwana. Lakini ili washinde vita, lazima Mungu awepo katikati yao. Lazima Mungu atembee pamoja nao. Na wao walielewa hilo, wakaamua kwenda kwa sifa. Shukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za nini? Fadhili zake ni za milele. Walitanguliza jeshi la waimbaji. Mnaenda vitani, wenzenu wamebeba silaha. Nyinyi badala ya kuwatanguliza makomando, badala ya kuwatanguliza wapiganaji, mnawatanguliza waimbaji. Bwana
asifiwe. Hao ndio wamembeba Bwana wa mabwana, jemedari wa vita. Nani anatumia silaha zake nyepesi kabisa. Yaani watu wanafika kwenye uwanja wa vita wanachanganyikiwa kwamba walikuwa wanaenda kupigana na Yehoshafat na jeshi lake, wakaanza kupigana na watu wengine. Si umesoma hapa jamani? Kama una Biblia yako hapo umeiangalia umeona hapa wanasema kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa milima ya Seiri wakawaulia mbali. Kwani walikwenda kupigana na wao? Walichanganywa tu. Halafu wakageuka wakaanza kupigana. Yaani wewe umjue askari mwenzako afu unaanza kupigana naye. Wakachinjana wenyewe. Sifa inaleta ushindi. Sema amina. Hiyo ni hoja nyingine, sifa inaleta ushindi. Kama tutakuwa ni watu wenye kumsifu Mungu, tutakuwa ni watu wa kushinda kwenye kila eneo. Lakini shida ni kwamba tumesahau hii kitu ya kumsifu nani. Mimi nakushauri tu baada ya mafundisho hayo au kukumbushwa, nenda ukafanye. Nenda ukafanye. Kuna kitu kimetokea mtaani kwenu, hujui nini cha kufanya. Wewe ingia ndani tuanze kumsifu nani? Anza kumsifu Bwana. Anza kumsifu Bwana. Wewe unashangaa huko, hata kama walikuwa kwenye vikao, mahali popote pale wanaanza kuchanganyana wenyewe. Kwa nini? Kwa wenyewe. Wataanza kugombana wenyewe. Kwa nini? Kwa wenyewe. Wewe utakapofika pale ni kwa ajili ya mateka. Sema amina. Ni kwa ajili ya kuchukua mateka. Mwanangu hawakupigana, walienda tu kuteka nyara. Wale vita wamepigana wenyewe kwa wenyewe. Hawakupoteza risasi zao wala hawakupoteza upanga wao, bali Bwana alipigana upande wao. Na Bwana alipigana kwa sababu walimsifu. Amina. Kanisa tukumbuke jambo hilo. Na hilo ni kitu cha kwenda kukifanyia kazi. Ni jambo la kwenda kulifanyia kazi. Mungu aweke ndani ya mioyo yetu hali ya kupenda kumsifu Mungu. Mimi nasema hivi, katika yale mambo ambayo tumeona magumu sana, mara hii tumsifu Bwana. Mara hii tumsifu nani? Tumsifu Bwana. Kwamba sifa inamchanganya adui, lakini pia sifa inaharibu mipango na kazi za ufalme wa giza. Sifa inaharibu mipango na kazi za ufalme wa giza. Tunaona hii katika Zaburi ya 149. Zaburi ya 149. Tasoma kuanzia ule mstari wa kwanza, lakini hasa nataka mstari ule wa 8. Anasema haleluya, mwimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la wataua. Israeli na wamfurahie yeye aliyemfanya. Wana wa Sayuni na wamshangilie mfalme wao. Na walisifu jina lake kwa kucheza. Kwa mantari na kidubi wamwimbie. Kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. Wataua na ushangilie utukufu wake. Waimbe kwa sauti kuu vitandani nini? Mwao. Umeona pale Zaburi yako wanatakiwa waimbe kwa sauti kuu vitandani nini? Tunatakiwa tuimbe kwa sauti kuu hata tunapolala. Wataua na waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Yani sifa kinywani na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu ndio nini? Ndio upanga. Ni sifa, ni neno la Mungu. Anasema sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Bwana Yesu asifiwe. Katika uwepo wa Mungu wa sifa, ndio wakati ambao wanafungwa wafalme katika ufalme wa giza kwa pingu za chuma. Wanafungwa kwa minyororo. Wanakuwa hawawezi kufanya kitu chochote. Unajua ni ngumu sana kuelewa mambo haya, na bado yenyewe ni mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ya rohoni na ni mambo ya imani. Lakini kinachotakiwa ni kwamba mimi na wewe tunatakiwa tuamini ya kwamba
tunapokuwepo katika kusifu na kuabudu na wingu la Bwana linaposhuka, tunakuwa tunawafunga wafalme katika ufalme wa giza kwa pingu za chuma. Tunawafunga pia kwa nini? Kwa minyororo. Hasa hao mapepo yanakuaje? Hayawezi kwenda popote, kwa sababu ni wakati gani mapepo yanafungwa? Ni wakati gani falme na mamlaka zinafungwa? Ni wakati wa sifa. Bwana asifiwe sana. Hili jambo kulielewa ni ngumu sana, lakini kama utalifanya, wewe utaona utendaji wake kazi. Unaona? Anasema wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Kwa hiyo nikasema sifa inaharibu mipango na kazi za upande ule wa giza. Kwa hiyo ina maana wanapofungwa, hata kama wanakaa wanafanya nini? Kwa sababu wanapoamka au wanapokuwa katika kwa sababu ufalme wa giza ni utawala kama utawala mwingine. Kuna wakuu wa giza, kuna wakuu wa anga, kuna majeshi ya pepo wabaya. Yale majeshi ya pepo wabaya ndio yanakuja kufanya ushambulizi. Yanakuja anashika mgongo, mtu unamkuta ameamka, mgongo unafanya nini? Unauma. Yanakuja anakamata mguu, mtu anaamka tu anakuta mguu umefanya nini? Umevimba. Unaona hiyo? Kwa hiyo na wao wanakaa wanapangana. Na kabla hawajapanga kuna utaratibu, kuna ratiba maalum inatolewa ya utendaji wa kazi. Ni kama vile utawala mwingine wote wa kidunia tunaouona. Wanasema wewe unaenda huku, wewe unaenda huku, wewe sambaa huku, wewe sambaa huku. Lakini kama tutakuwa watu wa sifa, sifa kuu zikawa tunamsifu Bwana asubuhi na mapema, tunawafunga wale wafalme. Ile mipango yao hawawezi kuitekeleza. Tunafunga yale mapepo, hawawezi kwenda popote. Tunakuwa tayari tumeshafanya nini? Tunakuwa tumeshawafunga na mambo yetu yanakwenda vizuri. Tunatoka tunaenda kwenye biashara zetu, tunauza kama kawaida. Hakuna mashambulizi. Tunatoka tunaenda kwenye miradi yetu, lakini asubuhi na mapema sisi tulikuwa tumeshashughulika nao. Sio lazima ukemee mtu wa Mungu. Kuna njia rahisi, msifu Bwana, wafungwa kwa pingu za chuma, wafungwa kwa minyororo, kazi zao hawatazifanya na sisi tunapenya kwa ushindi. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe. Haya ni baadhi ya mambo machache. Ukiingia katika Biblia unaweza kupembua vitu vingi unavyoweza kuviona wakati unapokuwa unamsifu Bwana. Unaona? Anasema sifa kuu na ziwe vinywani mwetu, tumsifu Bwana vitandani mwetu kwa sauti nini? Kwa sauti kuu. Hata ukiuliza hapa kwamba nani ana tabia kumsifu Bwana akiwa kitandani kwake kwa sauti kuu? Ameshtuka tu anamsifu Bwana. Anasema haleluya. Anasema unastahili wewe Bwana kupokea sifa, heshima na utukufu. Anasema wewe ni mtakatifu. Kama utafanya hivyo hata leo tu, utashangaa wingu kubwa linashuka pale kitandani kwako, na unashangaa mambo yako yote yanakwenda kwa wepesi. Wapendwa, hilo ni swala la imani. Nataka kusema nini? Tunapokuwa tunafanya ibada ya kusifu na kuabudu, tuifanye kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuifanye kwa imani. Hayo ni baadhi ya mambo machache ambayo nimeyapembua ya ibada hii ya kusifu na kumwabudu Mungu. Mwaka 2025, hebu tuweke ndani ya mioyo yetu kwamba sisi tutakusifu wewe Bwana. Unajua, ukitumia silaha hii ukaiona haifanyi kazi, tumia silaha nyingine. Wakati huu basi twende kwa mtindo wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Twende kwa mtindo wa kumsifu na kumwabudu nani? Tumemwona Paulo na Sila walimsifu Mungu na kumwabudu Bwana akaonekana. Tunaona Jehoshafati na jeshi lake walikwenda kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Maadui wakajichanganya, wakapata ushindi, wakateka nyara. Tumeona kwenye Biblia. Kama ni hivyo basi na sisi tufanyie kazi. Ninaomba tafadhali tusimame. O mtakatifu Bwana, o mtakatifu, o mtakatifu Yesu, o mtakatifu, o mtakatifu Bwana, o mtakatifu,